Ustadh Juma na Musoma, habari za jijini Nairobi, Kenya? Habari zako ni nzuri, alhamdulillah. Ninafurahi sana kuzungumza na wewe kwa sababu umekuwa mdau mkubwa sana wa muziki kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Kabisa bro. Mengi ambayo ninataka kufahamu au nina shauku ya kufahamu kile ambacho kinaendelea na msanii wa kutoka hapa kwetu nchini Tanzania, Matonya, kwa taarifa ambayo tumeipokea kutoka jana au juzi, ambayo imetoka ya kwamba anashikiliwa na polisi huko kwa tuhuma ambazo zinamhusisha yeye kubaka, kwa taarifa ambayo inasema hivyo. Hizi taarifa je, ni za kweli? Na vile pia hali halisi iko vipi kwa huko Kenya ambako ameshikiliwa mwenzetu Matonya? Hizi habari za kushikiliwa Matonya ni za kweli, si za uongo. Kwa sababu hata vyombo vya huku pia vimesema, na pia na ndio kwa sababu ingelikuwa ni jambo si la kweli, hata Matonya yeye mwenyewe kwa hii habari ambayo imetrendi angeshaweza kukanusha. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye yupo mahala, yupo kolokoloni, hana uwezo wa kukanusha. Kwa hiyo ni jambo la ukweli, na pia ni jambo ambalo kusema kweli, na ni tabia ya Matonya kusema kweli, kwa sababu mimi sije kukana Matonya akifanya hayo mambo, lakini alishe kuniita mahali pia sehemu ya starehe, lakini mwenyewe nikajiongeza faster nikasepa, kwa sababu niona kuna watu wengi, kuna wanawake wengi, ilikuwa ni sehemu ya Kilimani. Lakini kuna rafiki yangu mmoja ambaye ni mtu wa Tanga pia na ni mtu wa karibu sana na Matonya, nimejaribu kuongea naye jana pia, akathibitisha kwamba huo ndio mchezo wa Matonya, ana tabia kufanya mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa hali hiyo Matonya yupo kolokoloni kwa sababu ya tabia yake na mambo yake. Anapenda kuwafuturu wanawake bure, na aliyakuwa wanawake wa huku ukiwafuturu tu ni pesa, na uwezo ukamfuturu mpaka mzungumze muelewane. Kwa hiyo kwa kusema kwamba labda Matonya alimkamata kwa nguvu akamuingiza ndani akampeleka wapi, hapana. Kwa sababu mwanamke mpaka akaenda PNB, akaenda kwenye apartment, amemfuata Matonya na akijua ni kitu gani kinachoenda kufanyika. Kwa hiyo alikuwa anajua ni kitu gani kinachoenda kufanyika. Kwa hiyo ina maana Matonya akataka kufanya usanii tu kwamba amfuturu huyo mwanamke bila kumpa chochote, na huyo mwanamke akafutuliwa. Ndio maana akaona kwa sababu kama utaki unipa hela yangu mimi nakupeleka mahakamani. Sema tu mimi ningependa kuiomba serikali ya Kenya wajaribu kuangalia hiki kipengele ama hii hali ya kwamba mwanamke ametoka nyumbani kwake ameenda mpaka kwenye BNB ya mtu chumbani kwake kwenye apartment. Ni mwanamke anajitambua na anajua ni kitu gani anachoenda kukifanya. Sasa hii tabia ya mtu kutoka kwa chumbani kwa mtu au nyumbani kwa mtu amemfuata mwenyewe akasema amembaka, inatakiwa iangaliwe sana, kwa sababu wanawake wa Kenya wameshafanya hii kazi yao ya kulala na mwanaume na kupewa pesa ni kama uchumi fulani ambao unawaingizia kipato. Kuna taarifa nyingine ambayo ninaisikia kwamba watu ambao walimleta huko kama walihitilafiana, kwa hiyo huenda ndio pakawa pamechezeka huu mchezo. Hiyo taarifa niliongea pia na nilifanya mahojiano na Mr. Nice pia, ndio maneno yake hayo, na nafikiri na yeye paka utakuwa umeyapata kwake. Lakini hii huenda ni jambo ambalo halina 100%, maana huenda. Na hii neno la huenda pia siwezi kulipinga, kwa sababu Matonya amekuwa na tabia nyingi sana hapa nchini Kenya. Ni mtu ambaye anapenda starehe, anaenda sehemu ya bar, anaitisha vinywaji vya bei ghali, kuonyesha ni star, alafu na mafame mademu amemzunguka, anakunywa, analewa, afu akishalewa anamtafuta mtu anayemfahamu kama wewe hivi, anakupigia, wewe mwanangu uko wapi? Niko sehemu fulani. Ndio bwana tule good time hapa sehemu fulani. Jamaa anajua ameitwa na mwanae aenda kula good time. Akifika pale, akishakaa tu kwenye kiti, Matonya anafanya kama anaenda zake wapi, toilet. Akitoka watu wanamwangalia, wanamuona anatoka, anajua huyu jamaa ni star, lazima atarudi, na amemwacha mwanae mshikaji hapo anamsubiri. Kwa hiyo Matonya ndo anasepa hivyo. Akishasepa, yule jamaa aliyebaki ndo analipa bili. Kwa hiyo sasa tukisema kwamba huenda kwamba wamemfanyia mchongo, pia siwezi kataa, kwa sababu Matonya ndo tabia yake, na matabia kama hizi si nzuri. Kama huna uwezo wa kumiliki, kustarehe, achana nazo. Sio lazima una pesa uonyeshe unaweza kufanya starehe. Kwa sheria za huku Kenya ukishakamatwa ukapelekwa kotini, ima wakupe bondi ama wakupe inaitwa pay bill. Pay bill ni pesa taslimu zinazopelekwa mahakamani
ambazo ukizipeleka pale mahakamani ndio zinakuwa zinakushikilia wewe. Hapo hakuna mdhamini anayetakikana, isipokuwa tu anatakiwa azipeleke mtu pale mahakamani, ambayo ndio hiyo 500,000 imetajwa. Kwa hiyo inavyosemekana Matonya amepewa vitu viwili, achague pay bill ama bondi. Bondi ni kutafuta hati ya nyumba ama kiwanja ama ya gari, unaipeleka mahakamani ya mtu ambaye ni Mkenya. Inakaa pale mahakamani, unatoka nje unaendesha kesi yako. Ima huwezi kupata bond, ndio hiyo pay bill. Ndio hiyo pay bill, ulipe hiyo 500,000 ambayo ni sawa sana milioni 10 ya Kenya. Milioni 10 ya Tanzania. Ambao kwa Kenya ni 500,000, uitoe pale mahakamani, utoke nje alafu endesha kesi yako. Ukishinda kesi, ile pesa ambayo umeitoa pay bill unarudishiwa, ni ya kwako. Na kadri unapozidi kukaa jela kama hivi ambapo Matonya ameshakaa jela, yuko sio kwamba lazima itoke 500,000 hiyo. Lazima wapatikane watu waende wakabagain. Bwana, huyu mtu ashakaa jela na nini, lakini hebu tupunguzieni. Inapunguka, inaweza kuwa 300,000, 200,000. Yawezekana kwa sababu mtu ameshakaa jela huwa inapungua pesa inapungua. Hawezi kutoa 500,000 hiyo. Kwa uwezekano wa kumtoa Matonya upo na watu wa kujitolea wapo, lakini watu wanaangalia matendo ya Matonya ni makubwa sana. Yaani Matonya kusema kweli amezidi. Ni msanii wetu, lakini tusimtetee, lakini matendo yake anatakiwa abadilike, awe ni kioo cha jamii. Kuna wakati mwingine msanii anaweza kufanya mambo ya kukata tamaa. Akawa amekuwa kama amekata tamaa, acha alipuke. Kwa hiyo Matonya hapo sasa hivi amelipuka. Nimekuwa najaribu sana kuwaweka wasanii wa Tanzania na wa Kenya kuwaweka wawe kitu kimoja. Sidhani kwamba wasanii wa Tanzania wanashindwa kumsaidia Matonya. Wapo wengi sana ambao wanaweza kumsaidia. Hata tukisema huyo Baba Levo, tusimbunge sasa hivi. Baba Levo anafanya kazi kwake. Ana uwezo wa kutoa milioni 10, ni pesa kidogo sana kwa Baba Levo kwa sasa. Ana uwezo wa kumtoa, au huyo Diamond au Harmonize, wakina Rayvanny, wote wanaweza kumtoa. Lakini je, tuna ushirikiano gani na wasanii wa hapa Kenya? Kama unavyoona hizo collab zinazofanyika hapa, wasanii wa Kenya wanaungana na wasanii wa Tanzania wanafanya collab zina hiti. Kwa sababu tukisema kwamba Matonya amezidi, Matonya ana matendo mabaya, hata wewe pia hakuna msanii ambaye hana matendo mabaya. Kwa sababu hakuna msanii ambaye ni mhubiri wa dini au kiongozi wa dini. Tusiangalie matendo, tuangalie utu. Wasanii, mimi napenda kuambia wasanii wa Kenya waonyeshe ushirikiano, ya kwamba huyu ni msanii mwenzetu ameteleza au amewekelewa. Tusipende kuamini moja kwa moja kwamba kwa sababu wasanii wa Kenya wanawajua wanawake wa Kenya walivyo. Kwa hiyo tusipende kuamini ya kwamba labda Matonya amefanya kweli. Wanawake wa Kenya ni tofauti sana kabisa na Watanzania, kwa sababu wanatamaa sana wanawake. Wanaweza kuona kwamba huyu ni msanii atakuwa na hela ngoni mwekelee ili anilipe. Kwa mimi ninachoomba wasanii wa Kenya pamoja na Michael Sonko amekuwa ni mstari wa mbele sana kusaidia watu sana, na ana roho ya huruma. Naomba wajitokeze wamsaidie Matonya kuonyesha ushirikiano, kwa sababu leo Matonya ni Mtanzania, yuko Kenya. Yamemtokea haya yaliyomtokea. Hata wewe msanii wa Kenya unaweza kaja Tanzania yakakutokea yaliyokutokea, au ukaenda Uganda yakatokea yaliyomtokea Matonya. Kwa hiyo leo mwenzio anaponyolewa, wewe pia tia maji, ujiandae. Kwa hiyo tuonyeshe ushirikiano tafadhali. Wakina PA na wataja wasanii wengi sana hapa Kenya wana pesa. Tena wana pesa nyingi, hawashindwi. Ninaomba tafadhali huu ujumbe uwafikie wasanii wa Kenya, waonyeshe ushirikiano mkubwa tu kwa msanii ambaye ni Matonya. Sio mpaka atoke mtu Tanzania aje amsaidie Matonya wakati wewe pia ni msanii. Nimesikitisha sana kusema kweli, nimeniuma kwa sababu ni jambo ambalo limetokea akiwa Mombasa. Na kule Mombasa Matonya alikuwa anakaa kwa apartment Nyali, na apartment ya Nyali ni apartment nzuri. Nyali ni sehemu ambao wanaishi watu wenye uwezo. Kwa hiyo maana Matonya si kwamba labda hana watu wa karibu, watakuwepo watu wa karibu waliokuwa naye mpaka wakafikia hatua, kwa sababu Matonya akai bule tu. Hawezi kwenda kukaa Nyali kwenye apartment ambayo ni Nyali alafu eti akose pesa ya kulipa 500,000. Wapo watu, ila hawa watu ni kama vile wanasikilizia upepo wa Watanzania wataact nini. Ndio maana nasema tusiwe mabakhili. Kama mmeweza kumtumia Matonya kwenye mambo yenu, basi mtumieni kwenye shida zake. Usimjali mtu akiwa yuko huru, ama usimjali mtu kwa sababu tu upo naye. Akiwa yuko korokoroni basi si mtu. Kwa hiyo napenda kuambia hao ambao walikuwa na Matonya karibu
kwamba wamjali, waonyeshe ushirikiano wa hali ya juu sana, kwa sababu ni binadamu, anaumia, anateseka. Tusiangalie matendo, hata wewe mwenyewe una matendo makubwa zaidi yawezekana kuliko hata Matonya. Kwa kila mmoja abebwe, achukuliwe kutokana na hali yake. Mimi kwa upande wangu limeniumiza sana, Chief Godlove limemuumiza, ndio maana akasema atatoa milioni 10. Hata mimi mwenyewe pia ningeweza kusaidia kuchangia kutoa 100,000, 200,000 ya Kenya, lakini mpaka tuone ushirikiano wa watu ambao walikuwa naye karibu. Kuna mwingine pia anaitwa Rama Msomi. Rama Msomi pia jana nimezungumza naye, akasema atajaribu kushiriki kumtuma kijana afuatilie. Ngoja pia nitajaribu kuongea naye nione amefikia hatua gani. Anasema anaweza kumlipia. Kama Rama Msomi, hiyo ni pesa kidogo sana kwake. Watu wengi wameshajitolea kutaka kumsaidia, sema wanatafuta pa kuanzia ama wafanye nini.